Haleluya, karibu sana kwenye shule ya ukombozi. Hii ni sehemu ya pili. Mimi naitwa Mwalimu Franki, ninakukaribisha sana. Sehemu ya kwanza tumezungumza vitu vichache na nimekupa tafsiri ya ukombozi. Nikakwambia ukombozi ni kitu cha kiroho, lakini pia ukombozi ni kitendo cha kufunguliwa, kitendo cha kutolewa, cha kuwekwa huru kutoka kwenye umateka na kuwa huru. Ni kitendo cha kuweza kutolewa kwenye magereza ya kipepo, kuweza kufunguliwa kutoka kwenye laana, kutoka kwenye maagano ya giza, kutoka kwenye mizimu na kila aina ya vifungo vya kiroho. Huo ndo ukombozi. Maana yake ukombozi ni kitu cha kiroho, kinahusisha ulimwengu wa roho. Na ukombozi ni moja ya kitu ambacho kinachukuliwa kawaida sana kwenye Wakristo wengi, na ndio maana wamezuiliwa, wamefungwa hapo walipo. Kwa sababu gani? Wengi wameufahamu wokovu. Yes, kwenye kuokoka wako vizuri, lakini hawajui kuhusu ukombozi. And therefore wakiokoka wanakaa wanabweteka, alafu adui anawarudisha chini. Adui anawafanya waishi maisha ya ajabu. Sema amen. Kwa hiyo sehemu ya kwanza tulidefine ukombozi, lakini pia tukasema wokovu ni neema ambayo tumepewa bure, inayotutoa kwenye ufalme wa giza na kutuingiza kwenye ufalme wa nuru. Lakini pia nilikupa tofauti kati ya uponyaji na ukombozi, lakini pia nikakupa tofauti kati ya wokovu na ukombozi, na nikakwambia mambo mengi sana. Moja ya kitu ambacho nimekuambia ni kwamba wokovu ni bure kabisa na ni neema, lakini ukombozi lazima utumie hii neema ya wokovu kukusaidia. Maana yake kuna namna you have to pay price kwenye ukombozi ambao si above ile neema. Neema inakuwezesha. By the way, wengi wameshindwa kuitumia neema ya wokovu kuweza kufanya kitu kinaitwa ukombozi. Tuna Wakristo wengi wapo makanisani, lakini wamefungwa uchumi wao, wamefungwa maisha yao. Tuna waombaji wengi ambao hawaujui ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wamejikuta wanatembea kwenye matatizo, wanaishi duniani lakini kwenye ulimwengu wa roho wapo kwenye magereza, wapo kwenye mashimo. Na ukisoma Isaya 42:22 utaelewa kwamba inawezekana kabisa ukawa ni mzima unatembea, lakini kwenye ulimwengu wa roho wewe ni mateka. Ndio maana Yesu kwenye Luka 4:18 akaweka wazi, anakiri, anasema yeye amekuja kuwafungua waliofungwa. Nataka nikwambie, hakumaanisha waliofungwa katika mwili. Aliyaona magereza kwenye ulimwengu wa roho. Anasema kuwaweka huru waliosetwa. Maana yake aliona kuna watu wanateswa. Kuna watu wanaishi maisha ambayo sio ya kwao, wanaishi kwenye mateso ambayo sio ya kwao. Why? Kwenye ulimwengu wa roho wapo kwenye mashimo, wamekamatwa, wameswetwa na adui. Yesu alikuwa anazungumza kitu cha kiroho, alikuwa anazungumza wafungwa wa kimwili, wala waliosetwa kimwili. Amen. Na Waisraeli wengi walikuwa mwilini, walishindwa kuelewa. Ndio maana wanaanza, na hata waliposoma maandiko akagundua ni mfalme, wakafikiria kwamba ni mfalme katika mwili. So lazima ugundue maisha ya Yesu yote yalikuwa ni kitu cha kiroho. Hata unaposoma maandiko katika Agano Jipya lazima ujue kila kitu kinachosomwa ni kitu cha kiroho. Ndio maana watu wengi wanayasoma maandiko hawayaelewi. Kwa sababu hawayasomi kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Huwezi ukaelewa mambo ya kiroho kwa fahamu zako za mwilini. Huwezi ukaelewa neno la Mungu kwa sababu ni roho, kama hauna msaada wa Roho Mtakatifu. So karibu kwenye sehemu ya pili ambayo ni sehemu muhimu sana. Nataka nikwambie mwanzo hadi mwisho wa hili darasa hautabaki kama ulivyo. Naomba uandike kichwa cha habari kinaitwa wokovu. Naomba uandike wokovu. Sasa wokovu tutaingia deep zaidi. Wokovu ni neema ambayo inatuwezesha mimi na wewe, au ilituwezesha mimi na wewe kutoka kwenye ufalme wa giza na kuletwa kwenye ufalme wa nuru. Wokovu ni neema ambayo iliniwezesha mimi na wewe kututoa katika utumwa wa dhambi na kutuleta katika pendo la Kristo. Sasa lazima ujue kwamba hatuwezi kuzungumzia ukombozi kamili bila kuzungumzia wokovu. Tupo kwenye shule inaitwa shule ya ukombozi, lakini nataka nikwambie huwezi ukazungumzia ukombozi kamili
kama hujazungumzia wokovu. Hakuna ukombozi wowote ambao utadumu kama yule mtu hajadumu katika wokovu. Yaani ni hivi, ukombozi wowote ili uweze kudumu, ukishaombewa ukafunguliwa hivyo vifungo ambavyo tutaomba kwenye sehemu zinazofuata, ili uweze kudumu kuwa huru, usirudi tena kwenye magereza, mashimo ya kiroho, lazima uwe tayari kuishi maisha ya wokovu. Lazima uwe tayari kuokoka na kuishi maisha ya wokovu. Kuokoka ni kitu kimoja, maisha ya wokovu ni kitu kingine. Unahitaji kuokoka, lakini baada ya kuokoka lazima uwe tayari kuishi maisha ya wokovu. Sema amina. So mtu yoyote ambaye atafanywa ukombozi lakini hajaokoka, maana yake ni rahisi adui kurudi na kumkamata tena. Na ndio maana huwezi ukazungumzia ukombozi na ukaacha wokovu. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Kupokea wokovu au kuokoka ni kuishi sawasawa na neno la Mungu. Maisha ya wokovu ni kuishi sawasawa na neno la Mungu. Mtu yoyote ambaye anaishi kinyume na neno la Mungu, hata kama aliongozwa sala ya toba, sawa, hatuwezi kusema ameokoka. Kuishi maisha ya wokovu ni kuishi maisha ya imani. Na maisha ya imani ni maisha yapi? Ya kumpendeza Mungu, kwa sababu maandiko yanaweka wazi, Waebrania 11:6, kwamba hatuwezi kumpendeza Mungu bila hiyo imani. So mtu yoyote ambaye anaishi maisha ya imani, maana yake anaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Mtu anaishi maisha ya wokovu anaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Kumkiri Yesu ni Bwana ni moja ya sehemu ambayo ni ya muhimu sana katika wokovu. Na yoyote lazima akili kuwa Yesu ni Bwana kama kweli anataka kuokoka. Lakini maana ya kumkiri Yesu kuwa Bwana maana yake nini? Bwana wako maana yake ni kiongozi, ni your master, na lazima umtii. Kinachofanya Yesu awe Bwana kwako ni utii kwake. So pasipo kumtii Yesu, maana yake bado hujaokoka. Unapomkiri Yesu kuwa ni Bwana, maana yake lazima umuonyeshe kwenye maisha yako, kwenye matendo yako, kwenye hatua zako. So tuna watu wengi sana ambao wanasema wameokoka lakini hawajaokoka. Hawajaokoka kwa sababu hawaishi maisha ya wokovu. Hauokoki kwa sababu tu umeongozwa sala ya toba. Hapana, lazima umkiri Yesu kuwa Bwana na uamini moyoni mwako. Ngoja nikwambie, imani inaweza ikaharibiwa. Why? Imani huja kwa neno. Neno linaweza likachukuliwa, adui akalichukua kutoka moyoni. Kasome hadithi ya mpanzi, Yesu anazungumza. So wokovu wa kudumu unaambatana na ukombozi. Lazima uelewe hiki kitu. Wokovu wa kudumu unaambatana na ukombozi. Yaani ni hivi, kuna mtu itakuwa ni ngumu sana kwake kuishi maisha ya wokovu kwa sababu hajafanywa kitu kinaitwa ukombozi, yani deliverance. Imagine mtu ambaye anasumbuliwa na mizimu ya nyumbani kwao. Moja ya sifa ya mizimu ni kumkosesha huyu mtu. Imagine huyu mtu ameokoka, yupo kwenye familia lakini hajafanywa deliverance. Ana mke, lakini kwenye ukoo wao ukirudi nyuma utakuta baba yake alikuwa na wake 6. Huyu mtu maana yake ni nini? Ni very easy kwake ile mizimu kama hajatengwa nayo kuweza kumkamata na kufanya kile alichofanya baba yake. Ndio maana tuna watumishi wa Mungu na wanawake 3 kwa siri. Na ukirudi baba yake alikuwa na wake 6. Why? Ameokoka ndio, lakini kitu alichomisi ni nini? Deliverance. Ndio maana baada ya kuokoka, moja ya kitu cha msingi cha haraka cha kufanywa ni deliverance. Tatizo ni nini? Watumishi wengi ni wachache sana ambao wanafanya. Ndio maana maandiko yakasema watendakazi ni wachache, mavuno ni mengi. Inawezekana kabisa ukaongozwa sala ya toba lakini kukawa na kifungo ndani yako na usifanywe deliverance. Kile kifungo kikawa kinakurudisha duniani, kinakurudisha kwenye ulimwengu wa giza, kinakurudisha kwa shetani, kwenye utumwa wa dhambi.
Sema amina kama unanielewa. Na ndio maana nakwambia wokovu wa kudumu unaambatana na ukombozi. Haina maana kwamba ili uokoke lazima ufanywe ukombozi, kwa sababu kuna wengine wana neema moja kwa moja anapookoka kutokana na neema ambayo Mungu ameiachilia, au mtumishi ambaye yuko chini yake, moja kwa moja pale pale katika kuongoza sala ya toba ni pale pale pia anawafungua. Au siku ambayo yeye alibatizwa ndio siku ambayo alifunguliwa. Na kuna watu wana neema, unakuta mzazi wake alijitenga na yale maroho. Kwa hiyo ni mtu ambaye tayari aishatengwa na hizo roho za mizimu na mengine huko. Sasa lazima uwe na uhakika, usifanye tu, assume tu kwamba kwetu sisi hamna tatizo. Nimekutana na watu ambao kutokana na kukosa maarifa walijiona kwamba ni watu fulani lakini hawakuwa watu wao. Yes, kuna mtu unamwambia naona mizimu, anaanza kukushangaa. Baada ya maombi yanapolipuka ndo anajua kuna mizimu. Usije ukakaa tu ukatumia akili zako. Kama huna maarifa, kaa chini ufundishwe. Unaweza kusoma seminar ya kujitenga na mizimu YouTube. Sasa lazima tujue umuhimu wa ukombozi. Ndio maana hii darasa tumeleta, hii shule tumeleta. Tunahitaji kutengeneza watendakazi ambao watasimama kwa ajili ya watu wengine. Lakini pia watu ambao wamefungwa wafunguliwe, kwa sababu kama mtendakazi ili ufanye kazi vizuri unapaswa pia kuwa umefunguliwa. Sasa nataka nikwambie, mtu yote ambaye ameokoka alafu bado kuna vifungo, hajafanywa deliverance vizuri, maana yake anaweza kujikuta kwenye hii hali ambayo Paulo anaisema kwenye Warumi 7:9. Warumi 7:19. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Amen. Ukikuta mtu anafanya kitu ambacho hakipendi na kila anachokipenda hakifanyi, maana yake bado yupo kwenye kifungo. Sasa mtu wa namna hii ameokoka, unadhani atampendeza Mungu? Hapana, kwa sababu yeye mwenyewe ndani kuna vita. Kwa hata utamwongeza sala ya toba atasema amina, na mtasema ameokoka, lakini bado ana vifungo ambavyo kifungo cha aina hii kitamrudisha. Moja ya kifungo ambacho ni kibaya ni kile cha kukosesha. Yaani unataka kufanya hiki lakini huwezi kukifanya. Upendi hii dhambi. Kuna watu wanatamani kushinda dhambi fulani lakini kashindwa. Anahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Huyu ndo anahitaji deliverance. Huyu akiokoka, my friend, bado. Umenielewa? Ndio maana sometimes neno kuokoka tutakiwe kulidefine tunavyolidefine. Mtu haokoki kwa sababu katamka yale maneno ya sala ya toba. Mtu anaokoka kwa sababu yeye mwenyewe ndani yake anashuhudia ndani kwamba sasa hivi niko ufalme wa nini? Wa nuru. Na hiyo huwa inakuja ndani mwake. Ukiona unauliza umeokoka, unapata wasiwasi, maana yake bado. Na nitakufundisha hapo baadaye. Hiki kitu kikusaidia wewe kuelewa upo kwenye hali gani. Umeokoka kweli? Nimesema wokovu ni nini na nimedefine, okay? Naomba tuende sehemu ya pili. Ili swali jiulize, andika kwa herufi kubwa, napataje wokovu? Napataje wokovu? Au nawezaje kuokoka? Namba 1 ni vitu vile lazima ushikilie: kukiri na kuamini. Yaani unahitaji kukiri alafu unahitaji imani. Sema amen. Na jambo la kuamini ni dogo tu hapa, sio jambo pana sana. Na hii tunaweza tukaikuta kwenye Warumi 9:10. Warumi 10:9. Kwa sababu kimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa sababu kimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. So unapataje wokovu au unaokoka vipi?
Cha kwanza ni kwa kumkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, alafu uamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu. Hapa anaposema kumkiri Yesu kuwa ni Bwana, maana yake ni nini? Uwe tayari kuishi maisha ya wokovu, yaani maisha ya utii kwa huyu Yesu. Hiyo ndo maana yake. Maana yake ukishindwa hapo utarudi tena nyuma. Maisha yako yaonyeshe ukili wa kwamba Yesu ni Bwana. Kwa maana ipi? Kuishi sawa sawa na neno la Mungu. Ndio maana hakuna wokovu wowote nje ya neno la Mungu ambaye ni Yesu mwenyewe. Usiposoma neno la Mungu umemkataa Yesu. Ukimkataa Yesu umekataa wokovu. So hapa unapewa nafasi ya kuingia kwenye wokovu. Ukishaokoka lazima uweze kuishi maisha ya wokovu, ya kudhihirisha utii wako kwa Yesu kwa kutembea sawa sawa na neno. Na hapo ndo baadaye utakuja kuwa na uhakika. Unajua mtu ambaye kaongozwa leo sala ya toba, anaweza hata akawa na wasiwasi. Sijui unanielewa mpaka hapo. Kwa sababu wokovu ni mchakato. Kwa namba 1 ni kukiri na kuamini, okay? Lakini namba 2 ni kubatizwa. Wokovu unaupata kwa kufanyeje? Kwa kubatizwa. Marko 16:16 inasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Hiyo ni Marko 16:16. So aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwenye kukiri tunahitaji imani, kwenye kubatizwa pia tunahitaji imani. Kwenye imani unaweza kusoma Efeso 2:8 hadi 9, Matendo ya Mitume 16:37 hadi 32, na hiyo itakusaidia sana. Swali jingine andika kwa herufi kubwa, ni nani awezaye kuokoka? Hakuna yoyote anayeweza kuokoka kwa nguvu zake, okay? Yes. Ngoja nikusomee. Unajua mitume walimuuliza hili swali Yesu. Nikusomea Mathayo 19:25. Hili ni swali, Mathayo 19:25. Nadhani umeifikia hiyo. Tusome hapo. Inasema nini? Wanafunzi waliposikia walishangaa mno, wakisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Wanafunzi wanauliza ni nani basi awezaye kuokoka? Na mimi nimekuuliza ni nani awezaye kuokoka? Nataka tujibu, ili jibu tulipokee kama Yesu alivyojibu. Yesu alijibu nini? Kwenye mstari wa 26 hapo Yesu akawakazia macho, akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Yesu alichokuwa anazungumza ni nini? Hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kuokoka kwa nguvu zake mwenyewe. Hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kuokoka kwa nguvu zake mwenyewe. Ndio maana wokovu ni neema. Maana yake ni kustahilishwa pasipo kustahili. So unapookoka maana yake lazima uwezeshwe. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Lazima uwezeshwe. Wewe ambacho unahitaji kuwa nacho ni utayari wa kuokoka. Bila utayari wa kuokoka, my friend, huwezi kuokoka. Mungu asukumagi watu. Lazima uwe tayari. Waefeso 2:8 hadi 9. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. So hakuna haja ya mtu kujisifu kwamba yeye ameokoka, kwa sababu yeye mwenyewe hakuna alichofanya ili kuokoka. Sema amen. So mtu yoyote anaweza kuokoka ambaye yuko tayari kukiri Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwake kazi ya msalaba, kwa alikufa akafufuka. Mtu yoyote ambaye haamini Yesu alikufa na kufufuka, huyo inatakiwa aamini ili aweze kuokoka. Bila hivyo hajaokoka bado. Na ngoja niwaambie, watu wengi wanafikiri ili jambo sio lazima liwe la kutamka. Mara nyingi Mungu anaangalia moyo. Ndani yako naamini. Kwa kuna watu waliookoka ambao hawakuongozwa sala ya toba. Nataka nikwambie ile utashangaa. Kwani Marko 16:16 inasema nini? Ukiamini na kubatizwa utaokoka. Maana yake ni nini? Kuna watu waliamini ndani yao.
Badala ya kusema kwa maneno tu, walimkiri Yesu Bwana kwa kumtii. Alafu wakaamini ndani ya mioyo yao, wakaokoka. Sema amen. So hapa unaweza ukaona ni nani awezaye kuokoka. Hajataja dini, hajataja kabila wala mkoa. Sasa kuna watu wokovu walishauchukua kama wakwao. Sisi ndo tunaokokaga, hawa huwa hawaokoki. Hili ni tatizo. Hilo ni tatizo. Okay, so tuishie hapa kwenye sehemu ya pili, tutaendelea sehemu ya tatu. Na Mungu akubariki sana. Kama umenisikiliza vizuri utakuwa umeelewa mambo mazuri. WhatsApp ni 0627945430.